mambo yote inenayo Torati. Si ndio? Yanena vipi? Yanena kwa hao walio chini ya Torati. Kwa hao walio chini ya Torati. Swali langu, wewe uko chini ya Torati au la? Lakini nasema nini? Ili kwa kinywa kifumbwe, wafumbe vinywa vyao. Si ndio? Wale walio ndani ya Torati wafumbe vinywa vyao. Kwa nini? na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Sio hukumu ya Torati. Alright? Amen. Praise to God. Amen. Ikiwa ni hukumu ya Mungu, tunamwambia mapema. Ikiwa amefanya jambo kuhusu hiyo hukumu yake, shida yako ni nini? Neema kuu, neema kuu amenipa, akafa ili niishi. Neema kuu amenipa. Je, wewe uko chini ya Torati? Jibu swali. Ikiwa uko chini ya Torati, wewe kaa huko na sikukatazi. Utajua dhambi, alright? Na pia ujue huko, na utakaa ukijua. Na mimi pia nilijua. Hallelujah. Amen. Wewe unishindi. Unavyojua pia mimi najua. Je, umejua kwamba kuna ile ya pili? Hallelujah. Je, mimi najua ya pili. Je, wewe waijua? Ya kwanza ambayo wewe waijua, mimi pia naijua. Je, hii ya pili wewe waijua? Praise God. Sisi tuko kwenye hii ya pili. Ya kwanza iliondolewa. Praise God. Hapo naelewa sasa. Ndio hapo mafundisho ya hii kanisa hapa ndani. Ushirika huu watu wengi wanayapinga sababu hawajapata ufunuo wa kuelewa kazi ya Mungu ni nini na mapenzi ya Mungu ni gani. Amen. Alright? Yes. Asa kwa maana jinsi hii Mungu alimpenda Ulimwengu. Alipoupenda alitoa ni Torati. Alitoa mwanawe wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali apate uzima wa milele. Wanasema hivyo kwa midomo yao tu, lakini roho zao ziko mbali. Hallelujah. Amen. Praise to God. Mimi nasema na mdomo na roho yangu pia inakubaliana. Amen. Hallelujah. Praise to God. Tazameni tuende mbele. Nasema hivi. Kazi ya Torati. Romans 3:20. Ndio kwa nini tunaweza nimepata mseme huyu mzee ametuletea habari hapa. Ametoa kwenye akili yake. Praise to God. Nasema kwa sababu hakuna mwenye mwili. Sema sababu hakuna mwenye mwili. Hakuna mwenye mwili. Wewe una mwili, si ndio? Una mwili wewe. Kwa hiyo wewe hata wewe hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake, mbele za Mungu, sio? Mbele zake kwa matendo ya sheria. Kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria tu. Basi umetambua tu. Mwili wako umetambua, lakini hauwezi kuhesabiwa haki. Kama vile nakwambia, ukitambua na madeni haijamaanisha amelipwa. Hallelujah. Lakini unatambua, umepiga mahesabu ukaona plus na minus. Hallelujah. Amina. Je, wewe unajionaje? Ndio maswali nauliza leo. Nauliza maswali. Je, wewe unajionaje? Hallelujah. Unavyojiona wewe jione, na mimi najua vile nimejiona. Amina. Na mimi nakwambia ili uone akutambulishe wewe ni nani, ujijue mwenyewe. Ukimjua yeye aliyefanya hii pia kwamba Bwana Mungu ni yule ambaye unashangaa kabisa. Ukifikiria jinsi alivyo. Ndiye ameumba jua. Hallelujah. Na akiwa ameumba jua, hii amekufanyia wewe, yawezekana. Amina. Praise to God. Amen. Na uamini useme mimi niko chini ya huu uwepo huu
tazama milima yote yapendeza na mambo yanayotendea mimi ni ya kupendeza. Hallelujah. Praise to God. Kwa sababu yeye ni Mungu mwema. Popote alienda alitenda mema. Alipoumba jua alitenda mema. Alipoumba mwezi alitenda mema. Upepo nao pia tunafurahia. Milima na mabonde macho yanafurahia. Kwa sababu yeye atendapo anatenda mema. Alipokufa msalabani alitenda mema. Kwa ajili yangu nipate msamaha wa dhambi, niondolewe kwenye kifungu cha hukumu, niingie ambapo hakuna hukumu tena. Hallelujah. Hiyo ndio tunaamini na moyo wetu wote. Jameni, je, huyu ni wa kufanywa nini? Ni wa kutukuzwa na kuabudiwa. Amen. Praise to God. Atumtukuza kwa milima na milima. Hapana. Kwa ile kazi amefanya ndani yetu. Amen. Na hapo ulitolewa na mtu. Hata jua likazima. Alright? Milima ikawa tambarare. Si ndio? Hewa ikapotea. Wewe bado. Amen. Utamtukuza kwa ile kazi amefanya ndani yako. Amen. Hallelujah. Oh, ni waajabu. Sasa swali langu, je, baada ya kutambua msaada wako watoka wapi? Ushatambua? Nainua macho yangu nitazame milimani, lakini msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu katika amani. Usiimbe tu. Hiyo ni ukweli. Hallelujah. Na kupenda Mungu wangu. Hallelujah. Dhabihu ya Torati ilikuwa kweli, lakini ubaya ilikuwa Hebrews 10. Tufungue Hebrews 10. Ilikuwa tu kivuli. Sawa. Sasa tazameni. Hapa hakuna kivuli cha kutosha. Haleluya. Lakini nataka mtu aniangalie kivuli. Ni kama hiki kitu kina kivuli na kiona hapa, sio? Njoo kalie kivuli. Kwa hiyo kivuli hapa. Unakiona kivuli cha mtu kimefika hapa. Hiyo ni kitu kivuli hiki hapa. Nikiga unajua hapa. Siona kivuli chake mimi. Siona kivuli. Kalia kivuli. Uniambia mimi niko sawa, nimekalia kivuli. So mimi basi Hebrews 10:1. Nasema basi Torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa. Ni kivuli cha mema yatakayokuwa. Lazima uangalie yale mema. Ukipiga ukiona kivuli usikalie kivuli, tafuta kiti. Hallelujah. Tuendelee brother. Wala si sura yenyewe ya mambo hayo. Wala sio sura ya kiti, ni kivuli tu. Hallelujah. Kwa dhabihu zile wanazozitoa kila mwaka daima. Haiwezi wakati wowote kuwakamilisha wakaribiao. Haiwezi. Sababu kwa dhabihu ya vitu vyako. Unajua mimi naweza kufikiria wewe ni mjinga sana. Kama watoa pesa mfuko huu, utoe shilingi 100 hapa, uweke hapa, useme sana na 100. Leo una 100, uitoe hapa, uweke hapa, useme sana na 300. Maana yake ilikuwa hapa moja, nyingine hapa, sasa hii 300. Uitoe hapa, uweke hapa, useme na 400. Haitoshi bado. 100 ni ile ile. Wewe ulikuwa ukitoa vitu vyao na vitu vyao ni vile vile. Havikutosha. Praise to God. Amen. Hawezi wakati wowote
kuwakamilisha wakaribia. Je, hapa utakamilika kweli wewe ukikaa hapo? Ukikaa hapo, je, wewe utakamilika? Hallelujah. Praise to God. Amen. Tazameni Hebrews 10:2. Nisomee. Nasema kama ndivyo, je, dhabihu hazingekoma kutolewa? Ingekuwa ni hivyo basi, kama natosha zingekoma kutolewa. Lakini wanatoa kama ni kutoa 100 hapo, ukiregesha hapa. Ukisema ni 200, ukitoa hapa ina 300, ukienda dukani wampate 300, huna. Lakini mwenyewe umejiambia unazo. Umejidanganya tu. Hallelujah. Hapa nipata na kile mfano hili ndio umeipata. Hallelujah. Praise to God. Sasa waelewa wewe sasa. Ndio maana simama hapa tukihubiri na kuhubiri ili wewe uweze kujijua kwa kumjua yule ambaye amefanya. Amen. Alafu ujitambue, sababu umemtambua anavyoweza. Usema Bwana Mungu nashangaa kabisa. Usema vile ulivyonibadilisha. Amen. Praise to God. You know, nimekataa kazi hizi za kuhukumiwa kimwili. Cheo yenu, Mungu mpaka mchoke. Hallelujah. Amen. Mungu ni roho. Ni roho. Na bila hiyo ni imagine upate kitu cha kukumbusha kila siku. Ni donda hiyo. Kila ukisoma wakumbuka. Ndio akaambiwa kila mkisoma pazia. Sema ni wewe. Maana ile pazia donda lako tu. Usiuone uponyaji. Amina. Yaani wewe ushinda pale wasoma jambo ambalo kazi yake kuonyesha vile ambavyo ufanye. Kukumbusha dhambi tu. Hii ni dhambi. Unazikumbuka ndio. Hata ukisikumbuka unafanya nini? Amen. Ili yuko mmoja. Yuko mmoja ambaye amefanya jambo. Na yeye ni Yesu Kristo. Huyo ndiye tunayemwamini. Lakini katika dhabihu hizo ni kumbukumbu tu la dhambi kila mwaka. Ungependa kukaa hapo wewe? Ungependa kukaa hapo? Basi come out of my people. Hallelujah. Come out of my people. Praise be to God. Song number 45 na wasa tuimbe maana yake kuipata. Ima number 45 sasa. Unaweza kuzima tu hizo kama kuimba hiyo nyimbo. Number 45.